madai ya kupanga njama ya kumvamia seneta wa Vihiga Geoffrey Osotsi wakiongozwa na Kalonzo Musyoka wamebaini kuwa hiyo ni njama ya kuwatenganisha wakazi wa Nyanza na wale wa magharibi mwa Kenya. Sasa wameshinikiza katibu mkuu wa usalama wa ndani Raymond Omolo kujiuzulu, wakisema amekuwa akifadhili wahuni wale. Haya yanajia wakati ambao mkurugenzi mkuu wa DCI Mohamed Amin ametangaza kuwa wameanzisha operesheni ya kuwasaka wahuni wale. Zablon Macharia na taarifa ile. Seneta wa Vihiga Geoffrey Osotsi anapoendelea kuuguza majeraha baada ya kuvamiwa na wahuni katika kaunti ya Kisumu. Viongozi mbalimbali wamejitokeza na kulaani kisa kile, japo wengine wao wakisema hii ni njama iliyopangwa na viongozi wakuu serikalini, akiwemo katibu usalama wa ndani Raymond Omolo. And from the evidence we have received, we have confirmed that these goons, whose faces are clearly caught on CCTV, are part of PS Raymond Omolo's team. They have been working with him, they have been seen with him, and even yesterday when they attacked Senator Osotsi. And as leaders of this country, we are calling the president himself. Let's not even talk about the dog. They are the owners of these dogs. Is the President William Ruto. You are spoiling our country. This is the democracy that brought you to power. Just respect Kenyan democracy. Viongozi wale wakiongozwa na Kalonzo Musyoka wamesikitika kuwa huu ni mpango ambao unanuia kuwatenganisha wakazi wa Nyanza na magharibi mwa Kenya, wakisisitiza kuwa uvamizi huu umekuwa ukipangwa kwa muda, kwani ni siku chache tu baada ya mpango kutibuka wa kuvamiwa kwa viongozi wa Linda Mwananchi walipokuwa wanaelekea katika mkutano wao ulioandaliwa Kakamega. We want to tell the people of Vihiga County that your senator is okay. We have seen him, and as my brothers have said, nobody should try to bring a wedge between the Luo community and the Luhya community, because these people live together. And it's very easy to see the plot. It will not work. No Kenyan community will agree to be separated from any other community. This has been a very well orchestrated and designed attack, and it started some times back. It started when we were going to have a rally in Kakamega, where they sent goons that blocked us from using Kisumu Airport, after the passenger manifest was leaked by the security agencies to these goons. On the same day, it's very systematic. Honorable Nyonka was attacked and his vehicles damaged at near the Kondele Bridge. So obvious. Haya yanajia wakati ambao mkurugenzi mkuu wa DCI Mohamed Amin ametangaza kuwa operesheni inaendelea ili kubaini walohusika na kisa kama kile cha kumshambulia seneta. Specific instructions to our regional criminal investigations officer in Nyanza and our regional police commander to make sure that within the shortest time possible, all persons involved in the assault of the honorable member must be identified, brought to book, and be taken to court. Zablon Macharia, Undugu TV.